Jamani, assalamu alaikum, na tumai mko salama sana. Tumetana hapa asubuhi ya leo kupiana dondoo mbili tatu kuelekea mchezo wetu wa kesho, mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo Simba Sports Club tutakuwa nyumbani kwetu kwa mara ya kwanza tukitumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na mechi itakuwa ni majira ya saa 1 kamili usiku. Tayari Mwalimu Selemani Matola ameshatoa maelezo ya kiufundi kuelekea mchezo huo, na sisi tukasema tutoe taarifa fupi kuelekea katika mchezo huo, hasa kwenye upande wa majukwani, kwa maana ya eneo nyeti la mashabiki. Lakini kabla hatujauzungumzia kiundani kabisa mchezo wetu dhidi ya Mbeya City, jana tumetoa taarifa kwa umma ambayo inahusiana na Simba Sports Club kukubaliana kuvunja mkataba na aliyekuwa meneja wa kikosi chetu Dimitar Pantev, ambapo makubaliano hayo yamehusisha vile vile yeye na wasaidizi wake wawili, ambaye ni kocha wa magolikipa na aliyekuwa msaidizi wake namba 1. Wote kwa pamoja tumekubaliana kuvunja nao mkataba. Kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili, kwa mantiki hiyo basi hakuna upande wowote ambao unawajibika kutoa maelezo ya kina ama sababu za ndani kwa nini tumefikia maamuzi hayo ya kuvunja mkataba baina ya sisi na upande wa walimu. Kwa mantiki hiyo basi, taarifa ambayo inapaswa kuwafikia mashabiki wetu wa Simba kupitia ninyi ndugu zetu waandishi wa habari ni kwamba ni makubaliano ya pande zote mbili. Wapo watu ambao wana shauku kubwa ya kutaka kufahamu sababu za ndani za kufikia maamuzi hayo, lakini tuseme tu ya kwamba ni makubaliano ya pande mbili, na hivyo hatuna sababu ya kutoka hadharani na kuanza kuelezea sababu ni 1, 2, 3 ya kufikia maamuzi hayo. Lakini tunachoweza kusisitiza ni kwamba maamuzi haya ambayo tumeyafikia ni kwa maslahi mapana na maslahi makubwa ya Simba Sports Club, lakini vile vile ni kwa maslahi ya walimu wenyewe ama meneja mwenyewe. Maamuzi haya ambayo tumeyafanya ndani yake yana msaada mkubwa mno kwa timu yetu ya Simba, yana maslahi mapana kwa maendeleo ya kikosi chetu cha Simba Sports Club. Kwa hiyo mashabiki wa Simba waendelee kutuamini ya kwamba tulichokifanya ni kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Baada ya kuachana na Dimitar Pantev, kikosi chetu hivi sasa kitakuwa chini ya Mwalimu Selemani Matola. Yeye ndiye ambaye ataongoza jahazi letu kwa mechi mbili ambazo ziko usoni mwetu hivi sasa. Mechi ya tarehe 4 dhidi ya Mbeya City na mechi ya tarehe 7 dhidi ya Azam FC. Tangu kikosi kimerejea kutoka Mali, tukaingia kambini, tumekuwa na program za maandalizi kuelekea mchezo wetu, na hii leo tarehe 3 tunafanya tena mazoezi ya mwisho chini ya Mwalimu Selemani Matola kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi mashabiki wa Simba juu ya kumwamini Mwalimu Selemani Matola, na kwamba sisi viongozi wa Simba tunayo imani kubwa ya kwamba Mwalimu Selemani Matola ana uwezo wa kutuvusha salama katika michezo miwili ambayo iko mbele yetu, kwa maana dhidi ya Mbeya City na dhidi ya Azam FC. Na kuweka kumbukumbu sawa, michezo yetu miwili msimu huu mpaka sasa tumecheza michezo 3 ya ligi kuu ya NBC. Katika hiyo michezo miwili imesimamiwa na kuongozwa na Mwalimu Selemani Matola, na katika hiyo michezo miwili ambayo Mwalimu Matola ametuongoza, yote miwili tumepata ushindi. Dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo, tena ushindi mnono wa magoli 3 kila mechi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi
hatuna mashaka na wala hatuna pressure yoyote kuelekea michezo yetu miwili dhidi ya Mbeya City, dhidi ya Azam. Tuna imani kubwa ya 100% Mwalimu Selemani Matola atatuvusha salama katika michezo hiyo na tutapata ushindi bila wasiwasi wa aina yoyote. Kwanza, ana uzoefu wa kutosha, lakini pili, ana ujasiri usiomithilika, na tatu, ana vigezo vya kutosha vya kuiongoza Simba kupata ushindi katika michezo hiyo miwili. Katika ligi kuu ya NBC msimu huu mpaka muda huu, sisi ndio timu ambayo tuna matokeo chanya ya 100%. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda michezo yote mitatu. Nafahamu hivi sasa kuna vuguvugu la Simba baada ya kupoteza michezo miwili kwenye michuano ya kimataifa. Wapo ambao wamejikatia tamaa, wapo ambao wamevunjika moyo, wapo ambao wamesawajika kweli kweli. Lakini mimi nichukue nafasi hii kuwarudisha wanasimba katika moyo wa kupambana, hasa katika ligi kuu. Katika ligi kuu hatujapoteza hata mchezo mmoja na tumekuwa na mwenendo mzuri usiomithilika. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda yote mitatu, tumeshinda mabao, tumefunga mabao 7, tumefunga mabao 8, tumeruhusu bao 1 pekee. Ni timu yenye takwimu bora kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu yenye mwendelezo mzuri kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu ambayo tuko sawa sawa katika ligi kuu. Kwenye michuano ya kimataifa ni kweli tumepepesuka, lakini kwenye ligi ya ndani, kwenye ligi kuu ya NBC tumekuwa na mwendelezo mzuri sana. Sasa basi, matokeo ya kwenye michuano ya kimataifa haitakiwi kwa namna yeyote ile kuathiri mwenendo wetu katika ligi kuu. Haya ni mashindano mawili tofauti. Haimaanishi ukiyumba huku uruhusu kuyumba na huku. Tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa, tunakubali, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya kufanya vizuri katika mechi zinazokuja, lakini kwa sasa nguvu yetu, kwa sasa focus yetu, na kwa sasa tunachopaswa kuwekeza nguvu ni michezo yetu ya ligi kuu ya NBC, tukianza na Mbeya City. Huku katika ligi kuu hatuna kasoro hata moja. Katika ligi kuu tuko sawasawa kwa 100%. Kwa hiyo wanasimba, tusikubali na wala tusiruhusu pressure ya michuano ya kimataifa tukamka nayo kwenye ligi kuu. Mabaya tuliyofanya kwenye michuano ya kimataifa yakaathiri mwenendo wetu kwenye michuano ya ligi kuu. Huku kwenye ligi kuu tumejipata, tuko vizuri kweli kweli, na kwa mantiki hiyo tunapaswa kuendeleza moto wetu katika ligi kuu, kwa maana ya kushinda mchezo dhidi ya Mbeya City na kushinda mchezo dhidi ya Azam FC. Sasa ili tuweze kushinda michezo hii miwili migumu, ni lazima tusahau yote yaliyotokea kwenye michuano ya kimataifa. Ni lazima tuache lawama zote kwenye michuano ya kimataifa, tusahau yote yaliyopita kwenye michuano ya kimataifa, na badala yake tukusanye nguvu yetu mpya, twende kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC. Tusikubali hata kidogo, tusiruhusu hata mara moja kuyumbishwa na matokeo ambayo tumeyapata katika michuano ya kimataifa. Huku katika ligi kuu ya NBC sisi tuko njema sana, sisi tuko bora sana, na tunapaswa kuendeleza ubora huo. Mtu asiingie kinyonge, asiingie na wasiwasi ya kwamba Simba imepoteza mechi mbili za kimataifa, hata kwenye ligi kuu tunaweza tusiwe na maajabu yoyote. Mwana Simba yeyote asiwe na fikra hizo hasi katika kichwa chake. Kila mwana Simba lazima atambue kwamba hii ni michuano mingine kabisa, na katika michuano hii sisi hatuna dosari ya aina yeyote ile, na kwa mantiki hiyo ni kwamba tunapaswa kujikusanya, tunapaswa kuingia kwa nguvu kubwa katika mchezo huu. Na ili tuweze kufanikisha hilo, ni lazima kila mshabiki wa Simba afanye anachoweza kufanya
kesho tarehe 4 Alhamisi aje katika uwanja wa Meja Isamuhyo kuja kuisapoti Simba yetu. Tusiwahukumu wachezaji wetu katika ligi kuu kupitia michuano ya kimataifa. Ya kule ni kule, tutakwenda kudili nayo perpendicular muda ukifika, lakini huku kwenye ligi kuu ya NBC tunapaswa kuwatia moyo wachezaji wetu, tunapaswa kuwatia nguvu wachezaji wetu, tunapaswa kusimama nao. Tusiruhusu unyonge ukawaingia wachezaji wetu, wala unyonge ukatutawala sisi mashabiki. Tunapaswa kuwa na ari ile ile, kuwa na ari kubwa kweli kweli kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Tunatakiwa kushinda mchezo huo na mchezo unaofuatia ili tuendelee kumaintain ubora wetu hasa katika ligi ya ndani. Simanzi itakuwa kubwa zaidi kwa wanasimba kama tutaruhusu na kwenye ligi ya ndani kuyumba kama ambavyo tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa. Lakini basi kule hatujafanya vizuri, huku kwenye ligi ya ndani ije itupe faraja. Na rai kwa mashabiki, kwa wachezaji wetu. Mechi ya kesho dhidi ya Mbeya City iwe ni mechi ya wao kutufuta machozi mashabiki wa Simba. Iwe ni mechi ya wao kupambana kufa na kupona kutupatia ushindi mashabiki wa Simba. Weekend hii imekuwa mbaya sanjari na weekend iliyopita imekuwa mbaya kwa kupoteza michezo miwili mtawalia kwenye michuano ya kimataifa. Basi Alhamisi hii tunawaomba wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana, waende wakashindane wanavyoweza kushindana, waweze wakajitoe wanavyoweza kujitoa. Simba tupate alama 3, mpira mkubwa na magoli ya kutosha, ili wana Simba tufurahi kwa kupata ushindi huo na tusahau yale yote ambayo yamepita katika michezo iliyopita. Lakini wachezaji peke yao hawawezi hilo, na mashabiki vile vile wanapaswa kujitoa kuja uwanjani na kuwatia nguvu wachezaji wetu waendelee kupambana kwa maslahi ya Simba yetu. Tayari tumetangaza viingilio katika mchezo huu, na viingilio tumeweka rafiki kweli kweli kwa sababu nyingi kweli kweli, ikiwemo umbali wa uwanja ulipo, siku yenyewe ni ngumu Alhamisi, muda wenyewe vile vile. Ndio maana tukasema wacha tuweke kiingilio rafiki sana, walau iwe sehemu ya kumvutia shabiki kuja uwanjani. Mzunguko tumeweka shilingi 3,000. Tunaamini kila mwana Simba ana uwezo wa kumudu kuja uwanjani. Mbweni kule kuna hiyo changamoto ya usafiri, lakini tumeweka kiingilio rafiki ili at least gharama nyingine za shabiki wa Simba azitumie kwenye usafiri na kiingilio kiwe kidogo aweze kuja uwanjani. Lakini VIP ni shilingi 5,000. Kwa hiyo ni kiingilio ambacho kila mtu ana uwezo wa kumudu na kuja uwanjani. Lakini tufanye kama ambavyo tulifanya kwenye mechi dhidi ya JKT. Mashabiki wengi zaidi walikuja kwa mtindo wa pamoja, kwa maana ya kwamba watu walikodi gari, walikodi bajaji, wakaamua kuja pamoja uwanjani. Tukiwa na utaratibu huo, inatusaidia kuondoa usumbufu kidogo wa kufika Meja Isamuhyo kule Mbweni. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa mashabiki wa Simba wanaoweza kukodi bajaji kwa pamoja. Mechi na JKT ile niliwaona wenzetu wa kapu la magoli wamekodi bajaji kutoka Tandika, wamekuja mpaka Mbweni kuja kuishangilia Simba. Wengine wamening'inia namna hii kwenye mlango, lakini wamekuja mpaka uwanjani kwa ajili ya kuishangilia Simba yao. Na matawi mengine ama makundi mengine vile vile walikuja uwanjani kwa mtindo wa pamoja, na hiyo ikasaidia kwa kiasi kikubwa kuwapunguzia adha ya usafiri. Na katika mechi ya kesho vile vile niwaombe mashabiki ya Simba tutumie mfumo huo, wale ambao wanaweza kujiorganize katika tawi kama vile tunaenda mikoani tu, mnachanga nauli yenu pamoja na kisha mnakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yetu. Mimi niseme kitu kimoja very important kwa mashabiki wa Simba. Yote yawe, yote yazungumzwe na yote yatokee na kila kitu kifanyike,
lakini sapoti yetu kwa timu yetu ni kitu ambacho hakina mjadala. Support ya shabiki kwa Simba yake ni kitu ambacho hakihitaji compromise. Support ya shabiki kwa Simba yake ni jambo ambalo haliepukiki, kwa sababu Simba hii ni Simba ambayo tumeichagua, na kwa mantiki hiyo tuna sababu ya kuilinda. Kuilinda kwake ni kuipa support katika nyakati zote, hasa nyakati ngumu. Kwa shabiki wa Simba, vyovyote utakachokuwa unafikiria kichwani mwako, lakini swala la kuja uwanjani kuishangilia Simba yako ni jambo ambalo haliepukiki kwa maslahi ya Simba yako. Mechi ya Simba, mashabiki wanaopaswa kuja kwa wengi uwanjani ni mashabiki wa Simba. Uweze kusema mimi shabiki siendi uwanjani ukategemea watakuja mashabiki wa Mbeya City. Mbeya City haina mashabiki mjini hapa. Kwa hiyo mechi ya Simba, mashabiki wanaopaswa kuja ni mashabiki wa Simba. Nichukue nafasi hii kualika, kuwaita na kuwaomba mashabiki wa Simba waje kwa wingi uwanjani siku ya kesho, tuje tuishangilie Simba yetu, twende tukachukue alama 3, tuwe na mwendelezo mzuri katika ligi kuu ya NBC. Kwenye kuhitimisha, nihitimishe na taarifa kuhusiana na kocha. Jana tumetoa hiyo taarifa na kwamba mchakato wa kutafuta kocha mwingine tayari umeshaanza, na jambo zuri ni kwamba baada ya mechi na Azam FC tarehe 7 ligi itasimama na mashindano yote yatasimama mpaka hapo baadaye, mpaka mwezi wa kwanza tarehe 18 ambapo AFCON itamalizika. Maana yake ni kwamba tuna muda hapo wa kumtafuta mwalimu aliyekuwa bora na mzuri. Tutakapompata tukamkabidhi timu, na mwalimu akawa na muda wa wiki isiyopungua 3-4 mpaka wiki 2-3 mpaka 4 za kufanya maandalizi mazuri na kutengeneza timu yake kuelekea mechi yetu ya tarehe 23 ama 21 ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance. Kwa hiyo timing wise, kwa maana ya muda, ni mzuri mno hapa, kwamba una utulivu wa kutosha wa kutafuta mwalimu, na mwalimu ukampata, ukamkabidhi timu, akapata wiki 3-4 za kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika duru inayofuata ya michuano mbalimbali. Yaani kwa fupi ni kwamba tuna kama ka pre-season kingine fulani hivi kinakwenda kupatikana very soon, ambacho hicho itakuwa ni advantage kubwa kwa mwalimu wetu mpya atakayekuja kuja kukaa na wachezaji, kujua tabia za wachezaji, kujua viwango vya wachezaji, ubora wa wachezaji, udhaifu wa wachezaji, na kutengeneza timu ambayo itakwenda kutupigania kwa msimu huu wa 2025 2026. Mimi nimemaliza. Kama kuna swali. Mbeya City ni moja kati ya timu zimedhihirisha kwamba zimekuja na ushindani mkubwa kwa NBC. Ndio maana mchezo wao dhidi ya wale title contenders hasa Yanga waliweza kutoa suluhu. Kwa hiyo nyinyi mnakwenda kucheza na Mbeya City ya aina gani? Tunaenda na vision aina gani ambapo hamna kuchakua sasa hivi Suleiman? Kwanza lazima tukiri kwamba kutana na timu zote ligi kuu, lakini usikutane na Mbeya City. Ni moja kati ya timu ambayo ina hulka na ina uwezo wa kucheza na timu kubwa na ikamdhibiti vizuri. Mbeya City ana uwezo huo, na hajaanza leo. Mbeya City ubora wake tangu miaka hiyo mpaka hivi sasa bado ameweza kumaintain. Anaweza akapepesuka, lakini ubora wake dhidi ya timu kubwa huwa uko pale. Ni ngumu mno kucheza na Mbeya City kipindi hiki, hasa na wao wakiwa wametoka kutimua kocha wao. Na mara nyingi ama mara zote timu inapocheza mchezo wake wa kwanza bila kuwa na kocha waliyemtimua, huwa inakuwaga na mechi ngumu sana, ama inakuwa ni mechi ngumu sana, kwa sababu hapo kila mchezaji anajiona yuko huru kwenda kupigania nafasi katika timu yake hiyo. Kwa hiyo tutegemee Mbeya City kesho
watatupa mchezo mgumu kweli kweli, kwanza kwa nature yao ya ugumu wao, lakini vile vile kwa aina yao ya ushindani waliokuwa nao na confidence waliokuwa nao. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, lakini sisi tumejidhatiti na tumejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo huo dhidi ya wao. Karibu. Mimi nataka nifahamu kwa upande wangu pengine sababu za kuachana na kocha Pantev. Hiyo natamani kujua kwanza. Kama taarifa yetu inavyojeleza ya kwamba tumeachana na mwalimu meneja wetu Dimitar Pantev kwa makubaliano ya pande zote mbili. Yani sisi na yeye tumekaa mezani tukakubaliana bana, hii ndoa yetu ifikie tamati hapa. Na kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili na kila mmoja ameridhia kuvunja uhusiano huu, hatulazimiki, hatuwajibiki na haitakiwi pande yoyote kati ya hizi mbili kutoka hadharani na kuanza kusema tumeachana kwa sababu 1, 2, 3. Iheshimiwe na itambulike ni kwamba ni kwa maslahi ya pande zote mbili. Na kwa sisi Simba Sports Club makubaliano haya ambayo tumefikia ya kuachana na mwalimu Dimitar Pantev ina maslahi makubwa mno kwa Simba Sports Club. Ndio, kiufundi sasa hii haiwezi kuwa na labda na athari, kwa sababu tunaona Fadlu waliandaa timu labda icheze mfumo fulani, tunaona Pantev kaja icheze mfumo fulani, anakuja kocha hivi, maana wachezaji wanashindwa kuelewa tushike lipo. Haina athari kubwa sana kwa sababu ni kweli Fadlu aliandaa mikakati yake, akaacha timu, akaja Pantev vile vile na yeye akaandaa mkakati wake, lakini tunaye mtu ambaye ana uwezo wa kudigest mbinu na mifumo ya walimu wote miwili, alafu akaja na mfumo ambao utakuwa mzuri kwa wachezaji wetu, kwa maana ya kwamba mwalimu Selemani Matola anawafahamu wachezaji wa Simba Sports Club, anafahamu ubora wao, anafahamu udhaifu wao, anafahamu wana mahitaji gani wanataka ili waweze kucheza vizuri. Kwa hiyo ni rahisi mno kwa Selemani Matola kupanga kikosi ama kufanya maamuzi kuelekea mechi yetu dhidi ya Mbeya City, kwa sababu tayari anawajua wachezaji wote. Amekaa nao pre-season, amekuwa nao wengine tangu misimu iliyopita, na hata hawa wapya ameshakaa nao muda wa kutosha. Kwa hiyo mwalimu Matola anajua kwa aina wachezaji niliyokuwa nao naweza nikawapanga kwa namna gani Simba ipate matokeo. Kwa hiyo ingekuwa pengine mwalimu anayekuja ni mpya kabisa, tungeweza kusema hapa kutakuwa kuna changamoto ya kiufundi, lakini kwa kuwa ambaye anashika mikoba hivi sasa ni Matola, Matola anamjua vizuri Soa, Matola anamjua Morris Abraham, Matola anamjua Kante, Matola anamjua Kamara. Kwa hiyo anajua nani mweke nani, wapi ni mpange nani, na nimwambie kitu gani ili aweze kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo athari za kiufundi kuachana na walimu wawili ndani ya muda mfupi ndani ya timu yetu hautaiona, kwa sababu backup iliyopo inayochukua hiyo mikoba iko sawa sawa, sio mgeni kwa kitu chochote kile. Nataka nifahamu kutokea kwenu kama uongozi, mnachukua hatua gani? Kuna maneno yanasema na yanawadisturb labda wanachama na mashabiki wenu ndani ya klabu ya Simba. Kuna jasusi ambaye anatoa siri au zile nyeti, taarifa muhimu kwenye post channel, lakini pia cha pili, wapo baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa labda wanacheza chini ya kiwango kwa sababu tofauti, ikiwemo wengine labda kutokana wanapewa labda order na mtu fulani. Hayo ni maneno ya vijiweni ambayo kwenye mkutano rasmi kama huu na waandishi wa habari nyuma ya nembo za klabu na wadhamini siwezi kuzungumzia. Wanatia kwenye mfumo kila kukicha wanatetea maneno mapya.
Anachanganyikiwa, atakuwa alichanganyikiwa zamani tu. Ila mwana Simba thabiti hawezi kuchanganyikiwa na vitu vya kitoto kama hivi. Ni vitu vya kitoto. Vya kitoto. Mtu maana hawezi kuchanganyikiwa na vitu vya hovyo vya watu wajinga. Hata kidogo. Unajua inategemea kitu nani kazungumza. Yaani unaweza ukakichukulia kitu uzito nani kazungumza. Sasa ukiona mtu mwenyewe alozungumza ni kamtu tu hovyo watu anafurahisha genge na anafurahisha na hivyo anafurahisha genge au anafurahisha wajinga wenzie. Kwa unakuwa haushtuki mtu unachanja mbuga kwenda mbele. Vipi hiyo sasa kuhusiana na wachezaji chini ya viwango, kwa sababu hiyo imekaa pia kwenye ufundi zaidi, kwa sababu ukiangalia katika michezo ambayo Simba amecheza ni michezo ana dominate game, anapata nafasi nyingi za wazi hata 7, lakini anashindwa kuzitumia. Kwanza niseme kitu kimoja, na hii ni muhimu sana kwa wana Simba. Sio kila timu inapopoteza kuna sababu za nje ya uwanja. Sisi bahati mbaya sana mpira wetu tumeuwekeza sana nje ya uwanja na sio ndani ya uwanja. Na ndio maana sisi timu ikipoteza cha kwanza huwa tunakimbilia nje ya uwanja. Na ndio maana ni rahisi mtu kuambia Benjamin Mkapa ina 1, 2, 3. Kwa sababu sisi tumewekeza zaidi kwenye fikra za nje ya uwanja badala ya kuangalia ndani ya kiwanja pengine kuna changamoto gani. Kwa hiyo sio kila timu inapopoteza basi kuna changamoto ya nje ya uwanja. Wakati mwingine mnapoteza mechi kwa sababu za kiufundi za ndani ya uwanja. Kwa hiyo hili ningependa kuwafikishia mashabiki wa Simba ili wawe na mtazamo ulionyooka, na wakiwa na mtazamo huo inaweza kuwasaidia kupunguza baadhi ya pressure ama kutozungumza vitu ambavyo wakati mwingine vinakuwa ni vya upotoshaji. Kupoteza mechi kuna sababu nyingi, inawezekana sababu zikawa ni za nje ya uwanja ama za ndani ya uwanja. Lakini sio kila ukipoteza basi kuna changamoto ya nje ya uwanja, kuna viongozi, kuna nani, sio uwanja, sio kitu gani. Hasa yeye mtu anakuambia kwa mfano Benjamin Mkapa hautufai. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda Zanzibar. Na huko ukiona hapa kufai unaenda wapi? Kirumba. Kwa hiyo lazima wakati mwingine tutumie tu maarifa ya kawaida. Kwa hiyo Simba Sports Club ni timu kama timu nyingine. Kuna wakati lazima itapoteza, kuna wakati lazima itapitia wakati mgumu kama ilivyo katika maisha ya kawaida. Hatuamini kama kuna mchezaji anacheza chini ya kiwango, ila tunaamini kwamba kuna wakati mchezaji anaweza asiwe kwenye ubora wake. Hayo ni mambo ya kawaida, binadamu anapanda, binadamu anashuka. Kwa hiyo mchezaji kukosa magoli si ndio bwana, ni jambo la kawaida mno. Kuna mchezaji mmoja hivi anakosa sana magoli sana mpaka wakamchangia hela ya kumotivate. Naye kwenye ligi yetu naye yule alikuwa anacheza chini ya kiwango anatumwa na nani? Kwa wakati mwingine mambo yanatokea kwenye. Kwa hiyo sisi kwanza tuna timu bora sana, lakini haimaanishi kwamba timu bora tuliyoko nayo kuna nyakati haitofanya vibaya. Kwa nyakati inafanya vibaya, na huo ni mpira wa kawaida. Hatuamini kama wachezaji wanacheza chini ya kiwango kwa sababu yoyote ile, kwa sababu wachezaji wetu kwanza ni professional, pili wapo kazini, lakini tatu kama haitoshi wanalipwa vizuri. Kinachopitia wachezaji wetu kwenye kukosa magoli ni jambo la kawaida. Cha kufanya sasa
sisi mashabiki wa Simba ni kuwatia moyo wachezaji wetu, ni kuwaendelea kuwaunga mkono na kuwapa nguvu, ni kuwaendelea kuwaamini na kuwakumbusha kuwa makini uwanjani ili warejee kwenye ubora wao kwa maslahi ya Simba Sports Club. Kufanyaje? Swali nyingine. Bwana, mimi nahitaji nifahamu kwa namna ambavyo sasa mmecheza mechi mbili kwenye za makundi kwenye ligi ya mabingwa. Ukiangalia Simba Sports Club ina nafasi ya kufanya namna ambavyo inafanyaga kwa maana kufika robo finali. Yaani kweli tumepoteza mechi mbili kwenye michuano ya kimataifa. Imeshtua kidogo, lakini si jambo jipya kwenye maisha ya Simba Sports Club. Sababu ya kusema sio jambo jipya, watu tusichukulie hii very personal, kwamba tumepoteza mechi mbili, viongozi wa faida ni jambo la kawaida mno, na ni la kawaida sio kwa watu wengine, hata kwetu wenyewe Simba Sports Club tumeshawahi kupitia. 2023 tulipoteza mechi mbili za mwanzo dhidi ya Raja, tena tulipasuka bao 3 Benjamin Mkapa pale, hakuna ambaye aliamini. Acha hii ya kufungwa kagoli kamoja. Benjamin 3 tumekufa bao, Benjamin Mkapa tumekufa bao 3, tukaenda Horoya tukafungwa bao 1, tunakwenda kucheza mechi ya 3 hatuna pointi hata moja. Nini kilifanyika? Wana Simba tukarejea kwenye nguvu yetu, tukarejea kwenye ubora wetu, tukampasua mtu nje ndani, mnyama akaingia hatua ya robo finali. Watu wote hawakuamini macho yao, Simba akafanya maajabu yake. Na hii ndio timu inayoongoza kwa maajabu Tanzania hii. Ile nyakati ambayo wewe umeshaikatia tamaa, umeshatuondoa mashindanoni, umeshakula viapo vyako kwamba tunaishia makundi, hapo ndio Simba anakuja kufanya kitu kipya kabisa. Sisi ni watu wa maajabu, na haya mambo tunayamudu na tunayaweza. Tumepoteza mechi mbili za hatua ya makundi, sio jambo jipya. Kwa hiyo mwana Simba wala usihamanike kwamba sasa ni jambo la kawaida mno. Ukishapata matokeo kama hayo, sasa unarejea sasa vitani, unajipanga upya, unaangalia umekosea wapi, unarekebisha nini, unaboresha wapi, unawapa moyo wapambanaji wako. Baada hapo unaingia kupambana upya. Tuna mechi tarehe 23 dhidi ya Esperance Januari, tunaanzia nyumbani kwake Tunisia. Huyu tuna jambo naye, tukimaliza pale tunageuka naye Benjamin Mkapa, tunakuja kumalizana naye hapo. Pointi tutakazokusanya hapo hakuna binadamu ambaye ataamini, na hiyo ndio itakuwa turning point ya mnyama kwenda hatua ya robo finali. Hii ni Simba Sports Club Isaya Dede. Sisi hakuna mtu yoyote tunayemwogopa katika ardhi hii ya Afrika. Tushamfanya kila mtu vibaya Afrika hii. Hakuna yoyote ambaye hajui machungu ya Simba Sports. Tena Simba ambayo inataka kuamka mahala kwenda mahala pengine. Kwa sisi wala hatuna wasiwasi. Tunajua tutaamkia wapi, tutaibukia wapi, na mnyama atafika na kutaka kufika. Wala hatuna mashaka katika hilo. Labda Mwenyezi Mungu tu awe hajapanga mwaka huu mnyama aende robo finali, lakini kwa juhudi za kibinadamu mnyama anatoboa mapema tu kwenda hatua inayofuata. Tunajua nini tunapaswa kufanya, na ndio maana huu muda huu tunautumia vizuri kufanya marekebisho hapa, na tayari tumeshaanza kufanya marekebisho na maboresho hapa. Tutakaporejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika, sisi tutakuwa ni viumbe wapya kabisa, na kila mmoja tabaki Lakini mpaka sasa hivi nyinyi ndio wagao utamu wa kundi. Utamu ni mechi ya 3 ndio unaingia kwenye mpaka hiyo mechi ya 3. Mechi ya 3 mechi mbili huwezi kuita utamu. Bado nyinyi si wagao. Bado. Utamu ni mechi ya 3. Ukipoteza mechi 3 ndio ngao utamu. Exactly.
lakini mechi mbili bado, mechi mbili ni kufungwa tu. Kwa sisi bado tuko sawa sawa. Wewe ndio miongoni mwa binadamu wenye roho ngumu zaidi. Kwa sasa hivi nikiangalia hata baadhi ya wasemaji wenzako wanasema shughuli nyama tayari ametoka, hiyo ifanye. Lakini unaonekana bado ni binadamu mwenye roho ngumu. Ningekuwa naisemea timu nyingine, ningekwambia sisi shughuli yetu imeishia hapa. Yaani ningekuwa mimi hata ni msemaji wa Bayern Munich, ningekwambia kwa kuwa tumepoteza mechi mbili, Bayern haendi robo finali ya ligi mabingwa. Kauli hiyo utasema labda mkiwa mmepoteza mechi. Lakini kwa kuwa ni msemaji wa Simba, naisemea Simba Sports Club, tumepoteza mechi mbili, ninakwambia bado Simba na nafasi. Yaani timu yoyote tofauti na Simba ndio ingekuwa timu nyingine yoyote ile, mpaka sasa ameshadondoka mechi mbili. Madrid. Hata Madrid una uhakika, una ruhusa ya kukata tamaa. Lakini Simba Sports Club sisi bado tunayo matumaini makubwa. Hasa mimi bado nayo matumaini makubwa ya mnyama kufanya. Na anasema, naweka akiba hapo, labda Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi au ameshasema bana, Simba mwaka huu fanyeni mnavyofanya, hamtoboi makundi, hapo nitakubali. Lakini kwa juhudi za kibinadamu za nyang'anyana tonge, mnyama anakwenda robo finali jana. Nakwambia Simba naijua. Yuko wapi Kibu? Kibu Dennis alipata msiba na akapata likizo kwa ajili ya msiba kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma, na sasa ameshamaliza likizo yake ya msiba, anarejea kazini kuja kuendelea kuitumikia Simba yake. Yuko mjini ama anarejea? Asharejea, yuko mjini. Mchakato wa kutafuta mwalimu mpya umeanza. Anayekuja naye atakuwa meneja mkuu au atakuwa kocha? Subiri aje sasa. Mbona unatangulia siku? Subiri aje. Tukishampata tutawaambia huyu sasa ni nani, ni kocha, meneja. Mechi na Express mnacheza Januari, na Januari kama sijakosea ni kipindi cha dirisha dogo. Nataka nifahamu kwa tathmini ya Simba, ripoti za walimu wao ambao wamekaa hapa, walisuggest labda kuongezwa mchezaji yoyote mwingine au mpo katika mpango labda wa kuongeza mchezaji dirisha dogo? Sijapewa taarifa yoyote kama kuna mapendekezo ambayo walimu waliopita wameacha kwenye eneo la kuongeza wachezaji. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba unajua mpaka sasa pamoja na kwamba tunaelekea kwenye dirisha dogo la usajili, lakini tumecheza mechi chache mno. Tumecheza mechi 3 tu za ligi kuu na tumecheza mechi 2 tu za group stage. Yaani kiujumla ni kwamba msimu huu tumecheza mechi 5 tu. Toa zile qualifier. Tumecheza mechi 5 pekee. Katika mechi 5 hizi ni ngumu mno kufanya assessment ya kwamba huyu afai, huyu ni muongeze, huyu nifanye kitu kama hicho. Kwa hiyo tusubiri mapendekezo ambayo yatatolewa, na uzuri tuna watu wetu wa ufundi ndani ya Simba hii watafanya hiyo tathmini, kisha tutakwenda kwenye dirisha dogo kama kuna wa kumuongeza, kama kuna wa kumnyoa, lakini tutafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi ili kuiongezea makali Simba yetu. Na Simba sisi msimu huu mimi nadiriki kusema kwamba msimu huu tuna timu bora kuliko nyakati nyingine yeyote ile. Yaani Simba ya safari hii imekamilika kwa 100% sana. Safari hii tuna timu ya maana kweli. Tuna timu ya daraja la juu haswa. Ukiangalia golini tu, acha pale kwa kina Kamara, Abel pamoja na Yakub, lakini njoo kwenye upande wa mabeki. Tuna mabeki bora ambao kusema na ukweli wa Mungu hakuna timu yoyote ambayo ina aina ya mabeki sisi tuliokuwa nao. Ukianza kwa Kapombe, ukija kwa Mligo,
ukija kwa Inspector Karabwa, ukija kwa Rushain, ukija kwa Wilson Nangu, Simba imekamilika vibaya mno. Hapo sijamtaja Duchu. Eneo hilo Simba tuna mabeki bora kuliko timu nyingine yeyote. Njoo katikati ya kiwanja, Simba tuna Kagoma, Simba tuna Nabi Kante, Simba tuna Alassane Kante, Nabi Kamara, tuna Alassane Kante. Hapo katikati Simba imesheheni vibaya mno. Ukisogea juu kidogo ndio kufuru. Kuna Neo Maema, kuna Jean Charles Ahoua, na Jean Charles Ahoua bado hajaanza makeke yake ya kufunga na kuasisti. Kwa hiyo bado hatujaanza tu kufaidi matamu ya wachezaji wetu. Kwa hiyo hapo juu kuna hatari. Kuna Morris Abraham, ndugu yangu, mwaka huu tuna timu ya kutisha. Bajaber ameshakaa sawa sawa, sijui unanielewa naye anarejea anakuja kuunganisha nguvu hapo. Bado hajamtumia hata mechi, ndo kwanza namba ipo kwenye maganda yake, anakuja hapo Bajaber. Kija huku pembeni ni hatari vibaya mno kaka. Kuna Kibu Dennis Prosper, kuna Eli Kibisawala Mpanzu. Nimeshaanza kusikia maneno ya Eli Mpanzu na yaweka akiba, nitakuja kujibu baadaye, lakini tuna Eli Kibisawala Mpanzu, alafu kuna Ladak Chasambi, mtoto wa maajabu. Kaka, hii Simba mwaka huu ina hatari vibaya mno. Sijagusa pale mbele, ndo kuna tishio mno kweli kweli. Katika timu ambayo ina striking force ya maana. Na hii sio Tanzania tu, hapa nazungumzia Afrika nzima. Nyanyuke kidogo watu wanione. Afrika nzima timu yenye striking force ya maana ni Simba Sports Club, ndugu zangu. Hilo halihitaji ubishi hata kidogo. Kaka, sisi tuna Jonathan Soa. Soa yule sio mshambuliaji wa kawaida. Na light kama angepata game time ya kutosha hapa, mimi ninakuhakikishia Jonathan Soa lazima ungemwona kwenye timu ya taifa ya Ghana pale AFCON. Yaani hilo bila kipengele cha aina yoyote ile, ni mshambuliaji aliyekamilika. Tunaye sisi mshambuliaji huyo ndani ya timu yetu. Simba ina Selemani Mwalimu kaka. Mshambuliaji huyo Gomez Mfalme Selemani tunaye sisi kwenye timu yetu. Utapata wapi mshambuliaji aina ya Selemani Mwalimu Afrika hii zaidi ya Simba? Sisi tuna striker refu kuliko goli kaka. Msimu uliopita kafunga magoli 13. Msimu huu bado hajaanza kuonesha makeke yake. Sasa aina hii ya timu tuliokuwa nao sisi, unahitaji a very strong man and a very smart man kwa ajili ya kuongoza hawa. Sijui umeelewa Umeelewa vizuri hapo kaka? Tukisha kaa sawa sawa. Ushaikuwa na manati. Ukaweka kajiwe kako afu ukavuta namna hii kwenye kipago. Alafu yani ile process ya kuvuta hivi. Ndio Simba tunatakiwa tupite namna hiyo. Tukisha kaa sawa sawa kaka. Fumbeni macho tuombe.